Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa. Tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda tofauti na vile ambavyo wananchi Young Africans wanatarajia. Inaelezwa kwamba imekuwa ni tofauti kidogo kwenye upande wa dabi. Mambo yameonekana kwenda tofauti kabisa na vile ambavyo watu wengi walivyokuwa kiweza kuwa wanatarajia, lakini kuelekea dabi hiyo Young Africans licha kwamba wamebadili maeneo, lakini bado Young Africans huenda wamepata pigo kwenye kikosi chao kulingana na kile kinachoonekana kwenye kikosi chao. Ni pigo gani hilo? Kuelekea dabi ya Kariakoo utakwenda kulijua hapa yote na mengine mengi. Mimi nimekusogezea hapa kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Utakwenda kujua mwanzo mwisho yale ambayo yapo kwenye kikosi cha Yanga. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia si wengine ni Wina Media. Jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi si wengine bali hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bwana, ikiwa imesalia siku kadhaa kuelekea mtanange wa dabi ya Kariakoo, dabi ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa kweli na mashabiki wa klabu hizi mbili. Hapa nazungumzia Simba pamoja na Young Africans. Licha kwamba watu walikuwa wanatarajia kwamba watakwenda kushuhudia mchezo huo katika jiji la Dar es Salaam kama ilivyokuwa kwa miaka yote, lakini imekuwa ni tofauti. Dabi hiyo kwa sasa inakwenda kupigwa katika uwanja wa Amani kule Zanzibar, ambako kumeleta minongono mingi. Kwa nini iwe Zanzibar? Kwa nini na kwa nini ipelekwe huko? Taarifa sasa ikawa imetolewa. Licha kwamba imetolewa, lakini Young Africans ni kama vile wanapigo kwenye kikosi chao kuelekea mchezo huo, ambapo inaelezwa kwamba kuelekea dabi ya Kariakoo, habari zilizowashtua mashabiki wa soka nchini zimeibuka kufuatia jeraha kiungo mshambuliaji Pacome Zouzoua aliyelipata katika mchezo dhidi ya GS Kabylie, ambapo timu yake iliibuka na ushindi wa bao 3. Tukio hilo lilizua hofu kubwa kwa mashabiki waliokuwa wakihofia uwezekano wa nyota huyo kukosa mchezo mkubwa wa dabi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya benchi la ufundi, jeraha hilo alionekana kuwa kubwa kama ilivyozaniwa awali. Pacome alitolewa uwanjani kwa tahadhari zaidi baada ya kugongwa katika harakati za kusaka bao, lakini vipimo vya awali vinaonyesha kuwa ni maumivu ya kawaida yatakayohitaji mapumziko mafupi na uangalizi wa kitabibu. Hii ni faraja kubwa kwa mashabiki wa Young Africans waliokuwa na hofu ya kumpoteza mchezaji huyo muhimu katika kipindi hiki cha ushindani. Benchi la ufundi linaamini kuwa Pacome anaweza kurejea mazoezini mapema ikiwa maendeleo yake yataendelea vizuri. Uwepo wake ni muhimu kwa sababu ameonyesha ubora mkubwa katika ubunifu wa mashambulizi, pasi za mwisho na uwezo wa kubadilisha matokeo ya mchezo. Ndiyo maana taarifa hizi zimepokelewa kwa shangwe kubwa sana kuelekea dabi inayosubiriwa kwa hamu kubwa zaidi ya watani wao wa jadi ambao ni Simba Sport Club. Mashabiki wengi sasa wana matumaini ya kumuona Pacome akitumikia timu yake katika dabi hiyo, akiamini kuwa anaweza kuwa mmoja wa wachezaji watakaoamua hatima ya mchezo. Ushindi wa mabao 3 dhidi ya GS Kabylie umeongeza morali ya kikosi, na kurejea kwa Pacome kutakuwa nyongeza muhimu katika mipango ya benchi la ufundi. Kwa sasa macho yote yako kwa madaktari wa timu na maendeleo yake, huku mashabiki wakisubiri kwa hamu kumuona nyota huyo
akirejea kuendelea kung'ara uwanjani. Zikiwa zimesalia siku kadhaa kuelekea mchezo huo, mpaka sasa TFF na bodi ya ligi bado hawajatoa msimamo juu ya nani ambaye atakuwa pilato wa mchezo huo. Mchezo uliomalizika wa mwisho kukutana miamba ya soka hii miwili, kulikuwa na mvutano. Nani anacheza? Mwingine anasema Messi chezi, mwingine anasema kwamba sina imani na marefa ambao wanawaleta. Basi TFF na bodi ya ligi wakaamua kuwaleta marefa kutoka nje ya ligi ya Tanzania, ambapo leta marefari kutoka Somalia pamoja na Misri, ndio ambao walisimamia mchezo ule ambao uliibuka kwa Young Africans kushinda mabao 2-0. Sasa mchezo huu mpaka sasa, ikiwa bado taarifa iko kifichoni, haijaeleza ni waamuzi gani ambao watakuwa katika seti ya kuweza kuamua mchezo huu wa dabi. Mpaka sasa taarifa inaelezwa kwamba mambo huenda yakawa kama vile ama yakawa tofauti na vile ambavyo wengi walikuwa ama ambavyo huwa wamezoea, kwamba dabi mara nyingi huwa marefari ni wa ndani, lakini msimu uliomalizika marefari waliweza kutolewa nje, jambo ambalo likaleta kidogo amani kulingana na maamuzi, kwa sababu wengine wanasemaga mwamuzi fulani akichezesha timu yetu inafungwa. Wengine na wenyewe wanasema kwamba ukimpa fulani basi kwetu itakuwa ni kazi nzito kweli kweli. Kwa hiyo wakaletwa marefari kutoka nje. Tusubiri kuweza kuona itakuwaje. Lakini katika taarifa nyingine unaelezwa kwamba tarehe 1 inaweza kuondoka na kocha wa Yanga. Ni kama wana Young Africans hawamuelewi kabisa mwalimu na mifumo yake. Kelele zimeanza kuwa nyingi kuhusu uwezo wake. Lawama za Young Africans kutolewa katika ligi ya mabingwa zote alibebeshwa yeye, haswa kutokana na mfumo wake wa kujilinda zaidi hata katika timu anazozimudu. Leo kwenye michuano ya CRDB wakiwa uwanjani, maoni ya wanayanga ni ya kumshambulia mwalimu zaidi, huku wakionyeshwa wasiwasi kuelekea dabi ya Kariakoo. Wanayanga wanahofu imewajaa kuelekea dabi, huku Simba ikionekana kujipatwa ama kupata haueni kwa sasa. Kinachosubiriwa ni kuweza kuona namna gani ambavyo klabu hizi mbili zitakapokutana. Lakini kwa upande wa Young Africans ndio taarifa ambazo kwa sasa zinagonga vichwa vya habari kubwa kuhusiana na kile kinachoendelea kwenye kikosi chao. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona itakuwaje, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Unadhani Young Africans watafanikiwa katika hili ambalo wanaliendea kwa wakati huu ama itakuwaje? Mimi napokea maoni yako na ni sehemu muhimu kabisa. Tutaweza kujadiliana kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ikiwa imesalia siku kadhaa tu kuelekea katika dabi ya Kariakoo, mchezo ambao mara nyingi unatoa taswira nani anakwenda kuwa bingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Weka maoni yako hapo chini nami nitakuja kuyapitia. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Ni